Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema kwamba muda wa kuondoa vikwazo kwa Urusi bado haujatimia. Wakati wa kuondoa vikwazo dhidi ya Urusi bado haujafika, na ni kauli ya Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ambaye amesema hayo kufuatia mkutano wa kilele wa Coalition of the Willing kuhusu kutoa dhamana ya usalama kwa Ukraine ambao umefanyika mjini Paris. Kinyume chake, tulichojadili ni jinsi gani tunaweza kuongeza vikwazo ili kuunga mkono mpango wa Marekani kuleta Urusi kwenye meza kupitia shinikizo zaidi kutoka kwa kundi hili la hizi nchi, Starmer alisema. Hata hivyo, amebainisha kuwa kikao hicho kilihudhuriwa na takribani nchi 30, kimelenga azma ya kuunga mkono Kiev na kupata amani nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na mipango ya operesheni za kijeshi nchi kavu, angani au baharini. Kufuatia mashauriano kati ya Urusi na Marekani mjini Riyadh, Kremlin ilitangaza makubaliano juu ya utekelezaji wa mpango wa Bahari Nyeusi, ikiwa ni pamoja na hatua za kuhakikisha usalama wa urambazaji. Makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi yataanza kutekelezwa mara tu baada ya vikwazo kwa benki za Urusi zinazowezesha biashara ya bidhaa za kilimo na mbolea pamoja na madini kuondolewa. Kwa upande wake, Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron amesema kuhusu msaada wa muda mfupi kwa Ukraine, tulikubaliana kwa kauli moja kwamba sasa ni wakati wa kuondoa vikwazo vyovyote. Hakuwezi kuwa na sera ya kuondoa vikwazo hadi amani isiyokuwa na utata. Kwa hiyo tuna nia ya kudumisha shinikizo la kiuchumi, hasa kwa meli za kivuli, lakini pia kwa baadhi ya sekta za viwanda, na tutaendelea kufanya kazi katika mwelekeo huu, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano huo. Wakati huo huo, rais huyo wa Ufaransa amesema kuwa Umoja wa Ulaya hauna msingi wa kisheria wa kukamata mali za Warusi ambazo zimehifadhiwa, lakini chini ya sheria za kimataifa hatuwezi kukamata mali zilizogandishwa. Hatuna msingi wa kisheria kwa hili, Macron alisema akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano ambao umekutanisha karibia mataifa 30 ambayo alikuwa akijadili namna ya kuhakikisha usalama wa nchi ya Ukraine baada ya kumalizika kwa vita, kama ambavyo Marekani ilitoa maelekezo kwa mataifa hayo ya magharibi kuona ni jinsi gani yataweza kushiriki katika kuhakikisha Ukraine inalindwa na inakuwa na usalama wakati wote, licha ya kwamba Urusi imesema kwamba ikiwa wakati wa kuidhinisha ama wakati kukiwa na mazungumzo ya kusitisha mapigano au wakati huo huo kukiwa na usitishaji huo wa mapigano, haitaruhusu uwepo wa majeshi ya kutoka katika nchi za magharibi na itaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya yeyote ambaye atakuwa katika ardhi ya Ukraine, kwani Urusi inaona kwamba uwepo wa majeshi ya nchi za magharibi hautakuwa na maana yoyote zaidi muendelezo wa mapigano kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Mtazamaji wa The World News, endelea kuwa nasi wakati wote, lakini kikubwa usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.